Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme wa amani ainuliwe. Nimeokoka siku hii ya leo na ninampenda Yesu. Nampenda Yesu na akili zangu zote na nguvu zangu zote na ujuzi wangu wote na kile ambacho mimi ndicho. Ninampenda Yesu. Tunaendelea na wito wa Bwana ya kwamba ombeni, ombeni. Na inampasa mtu kuomba, akasema Yesu, wala si kuvunjika moyo. Na kwa hivyo tunaendelea na ujumbe wa kuomba. Maana hatuna mahali pengine, hatuna njia nyingine yoyote ya kuwasiliana na ya kufikia Mwenyezi Mungu isipokuwa njia ya maombi. Hiyo ndiyo njia ambayo ameweka. Na kwa hivyo tunaendelea kujipa nguvu na kuomba Bwana aweze kutupa nguvu ili tusitoke mahali pa maombi. Na hatutatupia maombi mikono kwa sababu hatuna njia nyingine. Tukikinai maombi, tumechagua kufa, tumechagua kuisha, tumejisalimisha kwa adui. Na kwa sababu hiyo, wacha magoti ambayo yamelegea na mikono ambayo inaanguka na roho ambayo inazimia katika eneo la maombi ikaweze kutiwa nguvu mara tena katika jina la Yesu. Tutakosaje kuomba na kila kitu Bwana huwa anatufanyia kwa njia ya maombi? Siku ya leo tutaona kuhusu maombi na uponyaji, na kisha tutaomba, kwa sababu hatuwezi kuacha kuomba. Hapana, hatuwezi kuacha kuomba, maana hiyo ndiyo njia ambayo Bwana ameiweka. Na kwa hivyo tutaomba siku hii ya leo. Tuone neno la Bwana katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Isaya 53. Isaya 53. Na tutaomba. Magonjwa ni ya aina nyingi na viumbe huwa mgonjwa. Katika Agano la Kale, Mungu alipea Musa maagizo kuhusu ukoma wa nyumba. Yaani watu wanashikwa na ukoma, na ukoma pia unashika nyumba. Kwa hivyo kila kitu hukuwa mgonjwa, kila kitu. Na njia ambayo Bwana ametupa ya kutusaidia na ya kutuponya ni katika njia ya maombi. Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 5 inasema ya kwamba alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Ndio kwa sababu inatupasa kuomba. Oh yes. Kama unapitia na kwa hii dunia ujue ya kwamba hakuna mtu ambaye hadharauliwi. Kwa sababu gani? Madharau inatoka kwa shetani na tunashindana na shetani. Oh yes. Na hakuna heshima inakuja kabla ya hiyo. Na hakuna heshima inakuja kabla ya hiyo. Oh yeah. Na pia hakuna heshima inakuja kabla ya aibu. Ni vizuri kuelewa hivyo na kujifunza na Bwana wetu Yesu Kristo. He is our role model, Jesus Christ. Na kwa hivyo anasema ya kwamba alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Kwa hivyo ni yeye tu tunaweza endea na aweze kuelewa wakati ambapo tunapitia hali ya madharau ya dunia,
hali ya madharau ya shetani, hali ya madharau. Unajua vita moja na jambo moja ambayo itaangusha watu sana siku hizi za mwisho ni roho wa ukejeli, ni roho wa madharau, the scoffing spirit. Na si ya kwamba inaanza na sisi, iko throughout the Bible. Na Biblia inasema ya kwamba wakampiga Yesu makofi, wakamtemea mate, wakamwambia tabiri. Si wewe ni nabii? So hiyo inaendelea ikipanda kiwango, na kama mtu hajui neno la Mungu, hiyo itakuleta chini mara moja. Lakini kama unajua neno la Mungu, utaenda kwake, utaenda kwa huyo Yesu aliyepigana hizo vita na akashinda, na ni yeye anasema ninakujenga, oh yes, na milango ya kuzimu, hiyo wa upinzani wa adui katika eneo hilo hautaweza. Kwa hivyo ni katika maombi tu tunaweza kumwendea mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko. Kazi ya shetani ni nini? Ni kusababisha tusikuwe na raha yoyote ama furaha yoyote ama ufanisi wowote. Na tutapata majibu wapi? Kwa kuenda kwa yule ambaye amepitia hapo. Yeye ndiye ako na jibu. Kwa hivyo hatuwezi tupia maombi mikono. Hapana, tunaenda kwake. Na anasema, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu yeye. Na kwa hivyo, kwa sababu yeye alipitia, ana ujuzi huo, tunaenda kwake katika maombi. So tutatokaje kwa maombi? Na hizi ndizo vitu tunapitia kila siku na kila wakati. Tutaenda kwake, tutamwendea katika maombi. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Anayachukuaje? Tukimpelekea tukimpelekea katika maombi. Yes, ndio sababu anasema niulize, niombe, nijulishe, ask. Katika kitabu cha Hosea anasema wanasumbuka, wanageuka katika vitanda vyao, lakini hawaniambii. Ako hapo kwa kitanda changu, ako hapo na anagoja niseme kitu. Anasema anagoja nimjulishe. So ameweka nini? Njia ya maombi. Ako hapo na anagoja. Ndio sababu nasema hivyo, wanasumbuka kwa vitanda vyao na hawaniambii. Anagoja maombi. Kumwambia ni kuomba. Maombi ni maongeo. Mara nyingi huwa tunakosea. Tunaona kama maombi ni neno fulani hivi, ni kama ulimwengu ambayo hatuwezi fika. Maombi ni maongeo. Na kwa hivyo anasema ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitweka huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Verse 5, mbali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Magonjwa ya kila aina, maana magonjwa ni mengi. Magonjwa ni mengi jamani, magonjwa ni mengi. Na sasa inasema ya kwamba tukishajua ni kwa nini ilifanyika kwake, twende tukadai, twende tukachukue, maana ni yetu. Tutaichukua tu kwa njia ya maombi. Na kwa hivyo hatuwezi kukosa kuomba. Hatuwezi kukaa na kusema kama Eli ya kwamba yeye ni Mungu, acha afanye vile anavyotaka. No, hatuwezi fanya hivyo, kwa sababu tutapoteza. Eli alipoteza. Lakini kama angemsihi Mungu,
kwa roho na kwa kweli, angepata kibali. Na kwa hivyo hatuwezi kukosa kuomba, hatuwezi kutupia maombi mikono. Kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo ama waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo 5, waraka wa Yakobo 5 mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasema hivi: mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Bwana ameweka njia na ametuwekea njia ya maombi. So neno linauliza, je, kuna mtu mgonjwa? Na aite wazee wa kanisa. In that context, aite wazee wa kanisa waje wamuombee, wamupake mafuta. Na hata kama alikuwa amefanya dhambi, si magonjwa yote yanaletwa na dhambi, lakini kuna magonjwa ambayo shina lake ni dhambi. Yes, magonjwa yote hayasababishwi na dhambi, lakini kuna magonjwa ambayo shina lake ni dhambi. Na ni katika hiyo Bwana anasema, je, kuna mtu mgonjwa? Aite wazee wa kanisa waje wamuombee, wampake mafuta. Na kama amefanya dhambi, kwa njia ya maombi ya wazee, yani kwa njia ya kanisa, mtu huyo atapona. Na ndio kwa sababu inasema hivyo hivyo katika kitabu cha Zaburi, katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 103, Zaburi ya 103, Zaburi ya 103 mstari wa 1 hadi wa 5. Zaburi ya 103 aya ya 1 hadi 5 inasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vihimidini jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Narudia kusema ya kwamba shida moja ambayo huwa tunajiingiza ndani ni kusahau matendo ya Bwana, na maombi yetu huwa yanachanganywa na shukurani. Oh yes, shukurani yanaongozwa na kutubu, alafu tunaichanganya na shukurani, kukumbuka yale ambayo Mungu ametenda. Kumuomba Mungu tu bila shukurani ni kiburi. Ni kiburi ya kwamba ni kama kumtawala Mungu. Yes, ni kama kumuamurisha Mungu. Kukosa moyo wa shukurani ni kiburi kikubwa. Ni kiburi. Na ndio kwa sababu Bwana huwa anaisema na anairudia na anatuambia tusisahau. Maana wakati tunafanya hivyo, iwe ni kwa Mungu ama kwa binadamu, inachochea Mungu, inachochea yule mtu aliyetenda kutenda tena. Na kwa hivyo inasema ya kwamba mstari wa 3, akusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Yeye atusameheaye. So kuna magonjwa yanaletwa na dhambi. Narudia kusema ya kwamba sio magonjwa yote hayaletwi na dhambi, lakini kuna magonjwa yanayoletwa na dhambi.
Na hayo magonjwa yanayoletwa na dhambi, kama hakuna kutubu zile dhambi, basi hatuwezi kuiondoa. Na kama ni magonjwa yanaletwa na uchafu, basi unaambiwa jinsi ya kuweka mazingira yako yakiwa masafi. Kama ni magonjwa ambayo yanaletwa na maji, basi unaambiwa vile utakavyofanya na maji yako. Kuna sababu tofauti ambazo zinasababisha magonjwa. Magonjwa tunapatana nayo kwa sababu tunapigana na shetani. Na shetani ni baba wa magonjwa, maana ni baba wa kila kitu kiovu. Na kwa sababu anataka kutesa binadamu, maana anachukia binadamu, kuna magonjwa tu yanatokana na adui ili aweze kututesa. Kwa hivyo ni ya muhimu hata kuweza kutafuta katika Bwana. Na huwa nasema jambo hili mara nyingi, ni vizuri kuweza kutafuta sababu ya jambo linapofanyika. Maana ukienda kuambia tu daktari, unamwambia unaumwa na kichwa na unajua hasa kabisa penye shida iko. Unamwambia ya kwamba unaumwa na mgongo na unajua wewe una magonjwa ya zinaa, taendelea kuoza. Tapewa dawa za kichwa, taendelea kuoza. Kuna watu ambao husema wewe niombee tu, wewe niombee tu. Mara nyingi hiyo haifanyi kazi. So inasema akusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Ndiyo kwa sababu inatupasa kuomba. Je, kuna mtu mgonjwa? Biashara yako ni mgonjwa, kazi yako ni mgonjwa, shamba lako ni mgonjwa, nyumba yako ni mgonjwa. Hey, oh yes. Nyumba inakuwanga mgonjwa, biashara inakuwa mgonjwa, kazi inakuwa mgonjwa, vitu zinakuwanga mgonjwa. Na kwa hivyo anasema ya kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Yes, ni katika tu njia ya maombi. Kwa hivyo anaposema ombeni, ombeni, hatutamwacha kwenda kutafuta kwingine, maana kwingine ni kifo kiko, kwingine ni uongo, kwingine ni kuporwa. Yes, kuporwa. Lakini kwa Mungu alimtoa Yesu Kristo, vile tumesoma katika Isaya 53, na ako tayari na ameweka njia. Ameweka njia. So anasema aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Oh yes. Mimi nitaomba. Mimi nitaomba na nitaendelea kuomba. Bwana asifiwe. Kwa sababu ninataka hiyo, na hiyo ndiyo njia ameweka. Anasema ya kwamba atanishibisha mema katika uzee wangu. So nitaendelea kuomba, nitaendelea kutembea kwa hiyo njia, kwa sababu ninataka. Lakini hata wewe, haijalishi umri wako, miaka, ni vile unavyoendelea katika kila kiwango, unahitaji Mungu, maana unakuwa. Kuna mtoto anapozaliwa, mtoto anapotambaa, hiyo ni kiwango ya uzee. Mtoto anapokuwa pre-teenager, hiyo ni kiwango ya uzee. Mtoto anapokuwa young adult, unapokuwa an adult, unapokuwa elderly,
ni viwango vya kwenda ukizeeka, na ni levels za kila kiwango ina baraka zake, kila kiwango kuna unabii wake, kila kiwango kuna kitu unatakiwa uweze kutimiza. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nitaendelea kuomba. Oh yes, nitaendelea kuomba ndio Bwana aendelee kunifurahisha. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Oh yes, na ni katika maombi. Ni katika maombi. Ujana wako ukarejeshwa katika maombi. Jana nilikuwa mjini. Na unajua kuna mahali nilifika nikasema, na leo niko na nguvu ninakanyaga. Nikasikia kabisa, oh my goodness, I'm so light, niko na nguvu. Nikamwambia Bwana asante. Oh yes. Na ni hivyo anavyosema. So inatoka wapi? Inatoka katika maombi. Kumuomba Bwana na kumwambia ya kwamba Bwana unineemeshe jinsi ulivyomneemesha Musa. Oh yes. Biblia inasema umri wa Musa, na Biblia inaendelea kusema hata alikuwa na macho mazuri. Baba yangu alikufa akiwa na zaidi ya miaka 100. Almost 140. Na alikuwa na nguvu. Na alikuwa anajisomea Biblia yake na hakuachana nayo wakati wowote. Kila wakati ilikuwa hapa kwa koti. Alikuwa anajisomea Biblia mwenyewe. Oh my goodness. Aushibisha mema uzee wako. Nimesema uzee ni viwango. Oh yes. Usifikirie tu mambo ya mzee wa mkwajo. Katika kila kiwango kuna wema wake. Oh yes. Kuna mema ambayo Bwana ameweka kwa kila station ya growth. Na kwa hivyo inakujaje? Inakuja katika maombi. Kwa hivyo tutaomba. Oh yes, hatutatoka kwa maombi. Petro. Walaka wa Petro wa kwanza mlango wa 2. Petro wa kwanza mlango wa 2. Mstari wa 24. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 24. Biblia inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Haleluya. Oh yes. Kwa hivyo nitaendelea kuomba. Nitaendelea kutafuta Bwana katika maombi. Nitaendelea kuungama dhambi zangu. Nitaendelea kuungama dhambi zangu mbele zake. Maana ni yeye anisameheaye dhambi, na kwa mapigo yake ninapata kupona. Nitaendelea kuomba. Na tutaendelea kuomba. Mathayo Mathayo 4 mstari wa 23 hadi wa 25. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu.
na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Haleluya! Wow. Akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yolda. So popote ulipo, jina la mahali hapo linajulikana mbinguni. Popote ulipo, shida yako, magonjwa yako, mahitaji yako yanajulikana. Lakini Bwana anataka umualike. Bwana si kama shetani. Shetani ni mwizi, na kwa hivyo hutumia mabavu. Bwana anasema niko mlangoni ninabisha. Anaingia tukimkubalia. Na kwa hivyo neno linasema ya kwamba alikuwa anazunguka. Oh yes, hata leo ni hivyo hivyo. Si neno linasema, maandiko yanasema macho yake ama jicho lake, kulingana na tafsiri tofauti, inakimbia duniani yote. Oh yes, kwa hivyo bado anatembea duniani. Inakimbia duniani yote ikitafuta yule anamuamini ili aweze kumsaidia. Unajua hata alipokuwa duniani alikuwa anauliza watu wakimwambia, niko na shida hii na niko na shida hii. Yesu alikuwa anauliza, unaamini ninaweza kukuponya? Ninaweza kufanya hivyo? Kuna watu wengi hawapatangi majibu. Oh yes. Kwa sababu wamedharau mahali majibu iko. That's right. Wamedharau mahali majibu imewekwa, na kwa hivyo hawapati majibu. Na ndio Yesu alikuwa anauliza, unaamini ninaweza fanya hivyo? Na akisema ndio, Yesu anatoa hiyo mapepo, ama anampea jibu lenye alikuwa anatafuta. So bado jicho la Bwana linakimbia hata leo dunia yote. Hata leo saa hizi ako hapa, na tunaenda kumwambia, tunaenda kumuomba. Oh yes, tunaenda kunena na yeye. Kwa hivyo inasema, oh I like this. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya. Hata leo anazunguka Eldoret. Anazunguka Kenya, anazunguka Afrika, anazunguka dunia. Anatafuta mtu ambaye anamwamini. Anatafuta mtu ambaye anaomba. Anayeomba katika mapenzi yake. Nirudie tena, maombi ni aina nyingi, na ndiposa Yesu atakatufundisha tuombe mapenzi yake, kulingana na mapenzi yake, kulingana na mapenzi ya Bwana. So inasema ya kwamba akifundisha katika masinagogi yao. So leo ako kwa hii sinagogi. Oh Master, thank you. I love you Lord. Na kuihubiri habari njema ya ufalme. Sasa anahubiri, ndio sababu unasikia anahubiri. Ndiye anasema, ndiye anaongea. Yes, ndiye anaongea. Ni yeye anayeongea. Yes. Na anahubiri habari njema ya ufalme, na kuponywa wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Udhaifu tunakuanga nazo za aina nyingi jamani. Tunakuanga na udhaifu ya aina nyingi.
lakini anachukuliana nazo zote, na ako hapa leo. Yes, ako hapa. Kile anagoja ni tuweze kumuomba, tuweze kumwambia. Na anasema na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali. Sasa tunaenda kuwaombea. Biblia inasema wakawaleta. Yes, leta huyo ndugu yako, leta huyo mjomba yako, leta huyo friend, leta huyo mwingine. Yes, nina my friend Pastor Margaret Maina. Wakati ambapo nilikuwa mgonjwa, na nilikuwa magonjwa nimekuwa nayo ya aina nyingi, lakini kuna hii yenye ilikuwa shina na mama ya magonjwa yote. Nikafika kuoza, nikafika hiyo hali ya hopelessness, nikafika mahali ambapo singeweza kutoka ndani ya nyumba. My friend Margaret alikuwa naenda kila mahali kuko na mkutano wa Kipentekosti. Shabaha yake ilikuwa moja na nia, waite wagonjwa. Wakiita wagonjwa anatoka, anakuja hapa mbele kuombewa. Na alikuwa naombewa kwa niaba yangu. Ni katika maombi. Oh my God, tusaidie kuelewa. Ni katika maombi. Haijalishi mtu ako maili ngapi, hakuna umbali katika ulimwengu wa kiroho. Hakuna. Utaombea mtu popote alipo kile ambacho unaomba, na Bwana atatenda, maadamu ni katika mapenzi yake, ni katika imani ya kwamba unaamini, ninaamini ya kwamba atatenda. So ametupa njia ya maombi. Tutawachaje maombi? Ona vile ambavyo gharama ya hospitali imekuwa juu jamani. Watu wanauza kila kitu. Watu wanauza mashamba sababu ya magonjwa. Watu wanakopa madeni ya kulipa kwa miaka sababu ya magonjwa. Na Bwana anasema njoo. Niambie, kuna ugonjwa wa medical na kuna ugonjwa wa kiungu, divine healing, ile ambayo wakati wote wameshindwa, Bwana anasema chukua godoro lako na uende. Sikia vile inavyosema ya kwamba ugonjwa na udhaifu wa kila namna na katika watu, na habari zake zikaenda katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali. Tunayaleta katika maombi. Anasema hizo maradhi mbalimbali leteni katika maombi. Watu walitoka kila mahali Kenya hii wakaenda Loliondo, hata waliokoka. Nakumbuka nikiuliza dada mmoja, nikamuuliza, hata wewe umeenda Loliondo? Akasema nilienda huko mama, nilikuwa huko. Nikamwambia nipe habari kamili, kuna kazi. nipe picha kamili. Kanipea picha kamili, na ilikuwa inapigwa, hiyo picha inapigwa kabisa. Unaona magari za kifahari zikienda kwenye hakuna hata barabara kabisa, na wanaenda kupata mzee mmoja mwenye anachemusha mizizi hapo. Unaangalia hata kikombe yenye wanapewa, yenye wanakunywa nayo
ni kikombe ya mabati ambayo imetoka rangi, na wamesimamisha gari hapo nje. Kwa sababu hawataki kwenda kwa huyu ambaye anasema njoo. Hawataki maombi. Biblia inasema walitaka njia zao wenyewe. Walitaka njia zao wenyewe. So ninapendezwa na hii. Wakamletea wote hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso. Na mateso ni mengi jamani. Tuko na mateso mengi ya kila aina. Usidanganyike ati kwa sababu unaona mtu vile ambavyo amevaa nadhifu. Kajiambia jamani, kuna watu wamebarikiwa. Usidanganyike na ile gari unaona mtu akiendesha. Wakati mmoja nilialikwa kwenda mkutano mahali. Ulikuwa mkutano. Oh yes. Na nikasikia sitaki kwenda. Lakini Bwana akaniambia enda kwa huo mkutano, usiangalie. Bwana akaniambia hivi, enda kwa huo mkutano, usiangalie magari zao. Ulikuwa ni mkutano wa wadada, lakini penye mkutano ulikuwa na wenye kutayarisha mkutano. Yes. Bwana akaniambia mimi naenda kuhudumu kwa mkutano ambayo kila mtu in fact ni kama kila mtu ako na gari. Unajua maisha yetu mengi ya kanisa unakuta watu wamejaa, watu 200 kwa church, na ni gari 2 ziko nje. Ama gari 5 ndio ziko hapo nje. Lakini unaenda kwa kuna mahali pengine unaenda, yani ukihesabu watu ni kama wako equal na gari. So ni hapo, ni kama hapo nilikuwa niende. Mimi sina gari na ninaenda huko. Bwana akaniambia usiangalie magari yao na usiangalie mikufu yao, they are hurting. Enda. Na huko unapata kalasi zote za watu, races zote. Bwana akaniambia acha kuangalia magari, acha kuangalia mikufu zao, wanaumia. Enda. Na nikaenda. Na ni kweli. Yes. Walikuwa naumia, wakapata uponyaji, wakapata ukombozi. So inasema ya kwamba wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso. Mateso tunayo Bwana kibao. Unaweza kuwa hata uko na pesa mfukoni, lakini una mateso ambayo hauwezi kula. Mateso ni mengi. Hata Biblia inashuhudia, inasema mateso ya mwenye haki ni mengi. Lakini Bwana humuokoa na hayo yote. Anamuokoaje? Wakati anamkimbilia. Wakati anapomkimbilia Bwana. Kwa hivyo hatuwezi kutoka mahali pa maombi. Wenye pepo, na mapepo ni mengi, tunasumbuana nayo kila siku. Mapepo tunasumbuana nayo kila siku. Kila siku ni kusumbuana na mapepo. Kila siku ni kutoa mapepo ya aina mbalimbali. Yes. Kila siku. I mean kila siku. Na wenye kifafa. Kuna watu si kifafa tu ile yenye unajua, lakini kuna watu wanakuanga na kifafa ya mambo mengi. So kila wakati they are falling. Kila wakati hiyo kifafa imemwangusha. Kila wakati ameshikwa na kifafa ina fulani.
wakati huu ni kifafa ya aina fulani, wakati saa hizo zingine kesho ni kifafa ya aina fulani. So kila wakati ni wagonjwa, kila wakati wana kifafa inawaangusha. Lakini maombi hutoa kifafa. Unaweza kujiombea na unaweza kuombewa na kile kifafa asili, hiyo shetani, hiyo pepo itoke, na vifafa za kila aina za kila siku pia zitoke. Oya, na wenye kupooza akawaponya, na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Tutamfuata Yesu, maana ni yeye ako na uponyaji, ni yeye tutafuata. Oh yes, Bwana ametupa watumishi wake, lakini hatujaambiwa tuabudu mtu. Yes, tunamwabudu Bwana. Watumishi wanasimama kwa sababu ya Bwana, wanafanya kile ambacho Bwana ameagiza. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Tutamfuata Bwana. Napenda vile Petro alisema, Yesu alipowauliza, hata nyinyi mnataka kwenda? Akamuuliza, twende wapi? Na wewe ndio uko na uzima. Kusema kweli, nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Maadui wangu ni wengi kuliko nywele. Nitaenda wapi? Tamkimbilia Yesu, kwa sababu Yesu ni ngome imara. Tukimkimbilia tunakuwa salama. So nitatoka niende wapi? Biblia inasema wakamfuata. Na kusema kweli, mimi Gladys nikiangalia, na si hiyo moja, uponyaji moja ama muujiza mmoja, mambo ambayo Bwana ametenda, nitaenda wapi? Na shetani kama mamba amefungua mdomo, nisilipu kidogo animezi. Nitaenda wapi? Takimbilia tu hapo, takatalia tu hapo. Wow, nitamfuata. Ndio sababu na yule aliyesema, aliyeimba ya kwamba nitamfuata nje ya lango. Oh yes, nitamfuata nje ya lango, na sitaibikia msalaba. Sitaibikia msalaba, nitamfuata nje ya lango. Baba, katika jina na damu ya Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupea mwanao Yesu Kristo. We thank you for your son, for giving us your son, Lord Jesus Christ, for giving us a name that is above every name. Siku hii ya leo Bwana tunakukimbilia. Siku hii ya leo mfalme wetu, tunakuja kwako, tunaomba utusamehe dhambi na makosa. Tunatubu dhambi za kibinafsi, tunatubu dhambi za jamii zetu, tunatubu dhambi za kanisa, tunatubu dhambi za viongozi na wafuasi, tunatubu dhambi za nchi yetu Bwana, tunatubu dhambi za bara la Afrika, tunatubu dhambi mfalme wetu la kanisa lako, the Universal Church. Tunaomba utusamehe Bwana, sisi ni wagonjwa, we are sick. Tu wagonjwa, magonjwa tofauti. Tuna kifafa, urabusa, kabasa, kaba. Kuna mambo huwa yanatuangusha kila wakati. Tuna hali huwa zinatuangusha kila wakati. Oh, tukitoka tunarudi tena. Bwana, tunakuja kwa njia ya maombi siku hii ya leo, na tunakuonyesha kifafa chetu. Tunalete kifafa chetu. Oh Bwana, tunalete kifafa.
Oh Bwana, kwenye tunaanguka kila siku, tunatubu, tunatoka, tunaanguka tena hapo hapo. Tunakuomba leo, kwa neno lako mfalme wetu, utuokoe na kifafa hiki mfalme wetu, kifafa cha midomo mipotovu, kifafa cha manunguniko, kifafa cha kusahau. Oh God, kifafa cha kuanguka pale. Bwana utusamehe, Bwana utuponye, utukomboe, tukaweze kusonga mbele. Oh God, our God, tunalete kifafa chetu kaina njia tofauti, njia mbalimbali. Bwana, nalete kifafa cha jamii yangu, cha nyumba yangu. Baba, ninalete kifafa cha kanisa mokotabazika raba ya taya. Nalete kifafa cha huduma. Oh God, dhambi zitu zingao kwa haraka, where we cannot make progress. We are on the same spot, oh God, every now and then. Tunakuja kwa maombi. Ndio kwa sababu umesema tuombe, maana njia ni hii peke yake. Tunalete udhaifu wetu, tunalete unyonge wetu Bwana. Tunaomba kuponywa, tunaomba kukombolewa. Kwa mapigo yako Yesu Kristo tulipata uponyaji. Bwana, tunakubali sisi ni wenye dhambi. Bwana, tumekuacha tukaenda kutangatanga mbali. Tumeibiwa, tumenyong'anywa, tumeporwa, tumeumia, majeraha yetu ni mengi. Lakini Bwana, tunarudi kwa maombi. Tunaomba ya kwamba tuponye magonjwa yetu yote Bwana. Tuponye magonjwa za jamii zetu, tuponye magonjwa za mashamba, tuponye magonjwa za biashara, tuponye magonjwa za kazi, tuponye magonjwa mfalme wa mbinguni. Tuponye. We are sick Lord, we are sick. Tunakubaliana na ujumbe wa Isaya mlango wa 1 ya kwamba vidoda zetu zinatoka uzaa na tuna mapigo, lakini tunakataa kurudi, tunakataa kubadilika. Siku ya leo Bwana, tunakiri ya kwamba tumekuacha wewe uliye mponyaji, tumekutupia mikono. Tuponye Bwana siku hii ya leo mfalme wetu. Tunaombea walio wagonjwa. Lord, I bring this family before your throne of mercy. And I bring this other family, oh God. And I bring this other family. Ninawaleta mbele zako mfalme wetu. Na kama ulivyosikia maombi ya Margaret, Bwana usikie na hata leo. Naleta jamii hizi. Watu walikuja kwako Bwana, wakileta watu wao waliokuwa wagonjwa, na ukatuma neno likawaponya. Tumekuja kwa njia ya maombi. Tunakubali tumefanya dhambi kwa kutoka mahali pa maombi, maana umesema tukwambie tu. Bwana, tunakuja mfalme wetu. Naleta jamii hii Bwana, na ninaleta jamii hii nyingine Bwana, na ninaleta jamii nyingine Bwana. Bwana, nakuomba kwa rehema zako na kwa huruma zako, samehe dhambi, samehe dhambi, samehe dhambi, samehe dhambi. Na uponyaji wako
ukaweze kuwapata mfalme wetu. Oh Bwana, ukaweze kuwapata saa hizi Mungu wetu, saa 8 kasoro dakika 10. Oh God, irabasheterebozika ya mayanda, hatuna njia nyingine, ni wewe Bwana. Nalete jamii hizi Bwana, na waombea uponyaji katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu. May they receive their healing, may they receive their deliverance, oh Lord. Wapate uponyaji, wapate ukombozi, waweze kushuhudia. Akida aliweza kuuliza uponyaji ulipatikana saa ngapi, na alipoambiwa ikakuwa ni saa yenye ulikuwa umemwambia enda zako. Maombi yako yamejibiwa Bwana. Wewe ni yule jana na leo na milele. Tunanena uponyaji kwa jamii hizi mfalme wetu, na watasimama na kutoa ushuhuda. Urabosika makai, watasimama na kutoa ushuhuda na kusema yale ambayo umewatendea, ya kwamba umewasamehe dhambi na umewaponya magonjwa yao yote, na umewafanyia kile binadamu hangefanya. Oh, we send a word of healing, oh God, our God. Bwana, tunanena uponyaji, tunanena ukombozi mfalme wetu, tunanena uponyaji wa jamii. Shetani ameinuka, oh God, kwa sababu siku zake zinaendelea kuisha, siku zake zinaendelea kuisha Bwana. Jamii ziko na magonjwa, tunakuonyesha magonjwa ya jamii, magonjwa ya kijamii Mungu wetu. Tunakuonyesha mfalme wetu hata magonjwa ya kijinsia. Tunakuletea kifafa hiki Mungu wetu ambacho kiko katika jamii, ambacho kiko na wa kiume na wa kike. Tunakuletea magonjwa haya sugu Mungu wetu. Yesu, wengi wameficha magonjwa ya zinaa na wanaoza. Mungu wa rehema, Mungu wa fadhili, Mungu wa huruma, siku ya leo tunakuomba wasamehe dhambi, waponye, wakomboe. Shetani ni adui yao na ni adui yako Bwana. Tunawaombea, tunawaachilia mafuta ya uponyaji kulingana na neno lako. Tunawaombea Mungu wetu, tunawaombea utawapa ujasiri wa kushuhudia kwenye umewatoa, oh God, na kile umewafanyia. Tunawaombea wale ambao wamedanganyika na wakafanyika ni wanaume, wakafanyika kuwa wanawake. Shetani amewaibia. The enemy has robbed them, oh God. Your enemy has robbed them. Bwana, tunakuomba warudishie akili, na kama region wajione walivyo. Tunakuja kwako kwa maombi, wajione walivyo. Nguvu zote za giza zitoke ndani yao, mapepo yote yatoke ndani yao. Wape akili timamu kwa damu iliyotoka kwa kichwa chako Yesu, ulipowekwa taji ya miiba. Iponye leo hii akili zao zilizoibiwa, zilizojeruhiwa. Tunaomba uponyaji na ukombozi.
Bwana, tena tumekusikia ukisema ombeni, ombeni. Bwana, tunaomba, tumebadilisha maneno yetu na tunasema tunaomba. Bwana, ponya akili ambazo zimeibiwa, ambazo zimeharibiwa. Bwana, tunaomba, adui ameingilia ndoa, magonjwa ya kuharibu, ya kusambaratisha ndoa. Makanisa hayana shangwe na nderemo na nyimbo za harusi kwa sababu vijana wetu hawaoi, binti zetu hawaolewi. Tunaleta magonjwa haya. Bwana, tuponye, ponya jamii. Ponya jamii. Ponya wa kiume na wa kike. Ndoa takatifu zimekosa kanisani. Ndoa, harusi zimekosa Bwana. Zimekosa. Zimekosa. Shetani na ndoa zake za jinsia moja. Shetani na unajisi wake. Hakuna nyimbo tena za harusi. Hakuna magari kila weekend za maharusi Bwana. Oh God, have mercy. Bwana, tunatubu mavumbini na tunakuomba. Jumamosi ilikuwa zinatanda. Adui ameiba. Families are sick. Oh God, tunakuomba uponyaji. Utusamehe dhambi na urejeshe nyimbo na nderemo za harusi nyumbani na kanisani. Maana neno lako linatuambia katika Yeremia, ukitusamehe dhambi zetu utakuwa na nyimbo za harusi. Ni sisi tumetenda dhambi, na Bwana tunakuja mbele zako kwa kutubu. Research inaonyesha hakuna maharusi kanisani. Ni dhambi. Ni ndoa ambazo hazijahalalishwa. Ni ndoa za dhambi. Hazitambuliwi duniani na hazitambuliwi mbinguni. Lord, we are sick. Na umetupa njia. Umesema tutubu dhambi zetu na utatuponya magonjwa yetu na utaturejesha. Bwana, turejeshe kijamii, kikanisa. Rejesha vijana wetu wa kiume na wa kike. Bwana, tunakuomba. Bwana, tunakusihi. Tunaomba nyimbo za harusi Bwana, tunatubu hata jinsi tumetolea kafara miungu ambao hawakuumba mbingu na nchi, tukisema ni mila zetu na desturi zetu, tukatoa kafara, tukapeana watoto wetu wa kike na wa kiume kwa kuwaunganisha na mapepo.
tunatubu. Tunatubu Bwana, na tunarejelea. Tuponye, tuponye mfalme wetu, tuponye, tuponye na magonjwa ya ulevi wa kila aina. Lord, we are sick, terribly sick, hurting, suffering and broken. Tunakurudia, umetuambia njia ni maombi. Mungu wa mbinguni, hata tunaza ziada, tunajaribu zinakosa kufanya kazi. Tunaenda kwa rehab na pesa zinalipwa nyingi. Oh God, our God, kurudi kusikia amerelapse. Yesu, tunakukimbilia, tunakuja kwa maombi, tuokoe na janga hili, tuokoe na janga hili. Wewe uliyemkomboa Region, wewe ambaye neno lako limetuambia walikuja wakiwa na mapepo, wakiwa na vifafa na udhaifu wa aina mbalimbali, ukawaponya. Bwana, tuponye. We are sick. Heal us, deliver us. Lord, heal our jobs, heal our businesses, heal our farms. Heal us, oh Lord. We pray for our gifts and talents that have been corrupted by the devil. Ulitupea zitusaidie na zifanye kazi katika ufalme wako. Shetani akacorrupt, shetani akaiba kujifaidisha nazo, akatafuta, wakakula meza ya Babylon. Bwana, umkombozi. Bwana, oh my God, you are the creator. You are the creator. Recreate, oh Lord. Recreate again. Wale walioibiwa talanta, walioibiwa vipawa, recreate Lord. Wale walioibiwa their destinies, si ni wewe mwanzo, si ni wewe mwisho. Kwa njia umetupea ya maombi, Bwana, warejeshe mara tena. You are a rebuilder and a builder. Rebuild them and build them, for each day is new, oh God. We appeal unto you in this way of prayer that you have taught us. Wale waliopotesha, walioibiwa nyota zao, si wewe ndiye muumba, waumbie tena. Oh my God. Bwana, wakati mamajuzi waliingia kwa Herodi, nyota ilipotea. Walipotoka, ilitokea, ikaendelea kuwaongoza. Tunaombea wote ambao wameibiwa, ambao wamenyang'anywa. Unalijenga kanisa lako, unawatoa kuzimu. Oh yes, unawatoa masakabosa, unawatoa huko walitandikiwa vitanda kuzimu. Unawatoa, haijalishi wamefanyiwa nini. Wewe ndiye muumbaji. Waumbe tena, waumbe tena, waumbe tena, wajenge tena. Kama mamajuzi walipotesha nyota, na walipotoka ukawaonyesha, ukawapea tena wote
wote masaka bahanda wameibiwa. Oh God, we appeal our case in heaven. We bring our petitions in heaven. And your word tells us the court is open. Warudishie na uwape nguvu na ujasiri wa kujilipishia kisasi kwa adui, kama alivyojilipishia Samson. Akakuomba umpe nguvu za kujilipishia kisasi na ukampa. Na hawa unapowapa nguvu, hawatakufa kama Samson. Hawatakufa na maadui zao. Watalete mavuno, watatoa wengi huko, maana wana ujuzi, wana siri za kuzimu. Utusikie leo Bwana, utusikie mfalme wetu. Umetuambia tuombe, tuwaombee. Tunawaombea, si kuwafunga hizi, si kuwapea mfupa. Tunawalete kwako. Heal us, oh God. Heal us. Hatuna budi kuomba. We submit, we admit, and we say, yes, Lord, we will seek your face. We will seek your will. We will seek your agenda. We will come to you in prayer and thanksgiving. And blessed be your holy name, now and forevermore. Amen.